Karibuni sana, hapa ni Mwanza Makongoro, kanisa kuu na makao makuu ya African Life Church Tanzania. Anayenena nanyi ni Simbiti Joel Nkanda, mkuu wa kurugenzi ya huduma za kiroho, lakini sasa hivi tukifanya na idara ya kwaya, uimbaji na muziki. Tumekuwa na kongamano hapa tangu jana, kongamano la wanakwaya, viongozi wa kwaya. Tuna mwenyekiti, katibu, mwalimu ambaye ni msimamizi wa kila kwaya, lakini pamoja na mlezi wao, wakija na viongozi wa kiroho, wachungaji na wainjilisti. Tumeanza makongamano haya hasa mwaka jana kule Dodoma, tulifanya la kitaifa, na hatimaye tumeanza kwenda kidayosisi. Tulikuwa na dayosisi 5: Tabora, Shinyanga, Geita, Mwanza na Mara na Ukerewe, ambapo mwezi Septemba tulikuwa pale Kalangalala Geita, na tulikuwa tunapanga kwenda kwa dayosisi zilizobaki 2 ambayo ni Pwani na Kati kwa mwezi Novemba, wiki ya kwanza. Imeonekana kwa sababu zimekinzana tarehe zetu, tumehamisha, itakuwa mwakani 2026 baada ya Pasaka. Lakini sasa hivi kwa sababu tulisema tumalize ngazi ya diocese ambayo ni kitaifa, tuje katika kanda pamoja na majimbo kwa awamu. Na sasa hivi tuko katika kanda ya Mwanza yenye majimbo 8. Kwaya 32 zimekaribishwa mahali hapa, na tuna mwalimu mbobevu wa umisheni kutoka kule Pwani ambaye amekuwa missionary wa miaka zaidi, karibu 30 katika makabila ambayo hajafikiwa. Kwa hiyo mimi nimepata maono haya miaka mingi iliyopita. Mwaka 94 Mungu alianza kusema nami kupitia Chepo wakati nikiwa mwanafunzi katika chuo cha Scott kule Kenya, lakini mwaka wa 95 akathibitisha nikiwa mwaka wa 2, na nilitamani sana niwe misheni, niende kwenye umisheni kuwafikia wasiofikiwa. Matokeo yake nikatumwa katika kazi ya kufundisha vioni. Nikaanza kumuuliza Mungu, yale ulioniambia yamekomea wapi? Ikafika mahali nikapata upenyo wa kwenda kusomea mambo ya misheni pamoja na tamaduni za watu, ili nirudi kuyashawishi mabaraza ya African Life Church Tanzania kwa ajili ya utume ambao nimeupokea. Lakini baadaye ikaonekana ninaenda sehemu mbalimbali za Tanzania, kusini, kaskazini, magharibi, na kukuta hali ngumu sana ya watumishi, hasa tunaowaita wa missionari wazalendo. Moyo wangu ukaanza kuweseka kuona kanisa la Mungu, African Life Church Tanzania na makanisa yote napaswa kufanya nini katika huduma ya umisheni. Nikaanza kuwa mpiga debe wa kazi hii. Na mwaka wa 2029, licha ya kupanda makanisa mengi Mara na Ukerewe na sehemu zingine hata nje ya nchi yetu, nikapata simu walionihitaji kutoka Kalangalala Geita, vijana kwaya waliohitaji kupewa uzoefu na namna ya kuenenda katika mambo ya umisheni. Nikapata kiwewe, nikaenda kuwa pamoja nao, tukaanza kufanya nao. Na sasa ninapoongea nanyi wamepanda makanisa, si Bumbile tu walikofufua na kupanda kanisa jipya kule katika visiwa ambavyo viko karibu na Kagera, lakini Lodiando, kijiji cha babu wa Kikombe, lakini kule Pinyinyi, na ile kanisa la Pinyinyi limezaa makanisa 4 zaidi, na mpaka wameenda Manyara wana makanisa. Mwaka huu wamemalizia Magugu unapokuwa kule Manyara kuelekea Nabat. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Mimi niliona mambo haya nikiamini kabisa kutoka moyoni kwamba Mungu anaenda kuyatenda, lakini atayatenda wakati mimi nilishaondoka nikiwa naimba mapambio na Yesu. Lakini imekuwa ajabu, amenishangaza Mungu. Maono haya yameanza kutimia machoni pangu katika umri huu nilionao. Tuna kwaya sasa hivi zimeanza kwenda, zinachukua eneo, zinapanda kanisa, wanalilea kanisa mpaka linakuwa, wanaenda sehemu nyingine. Yohana Mbatizaji ni kwaya ya Geita, vijana kwaya, lakini bado tuna Bujora ambao sasa hivi wako sehemu za Chemba iliyokuwa Kondoa zamani, wameanzisha kanisa na wameshaweka kanisa la muda na kuliezeka kwa bati pamoja na mbao vizuri. Lakini tuna watu wa vijana kwaya hapa Makongoro ambao mwezi Juni mwaka huu walikuwa kule, ukivuka Bukundi unaingia Mwajimoso
ndani kuna wataturu kule wameanzisha kanisa, na tunaomba Mungu afungue njia ya kuchimba visima. Hakuna maji kule. Vijana wa kitaturu wanaondoka miezi karibu 6, wameenda na ng'ombe wao kutafuta maji, halafu wanarudi. Kwa hiyo tuko hapa Makongoro, ni mwendelezo wa kazi ambayo tunayafunua maono ya umisheni kwa wachungaji, kwa maaskofu, kwa wainjilisti, kwa walimu wa neno la Mungu, kwa makundi ya kanisa ambalo ni wanawake, vijana, kwaya, wana maombi. Kila kundi lipate maono haya ambalo kanisa limeachiwa kusudi, na ndiyo sababu ya uwepo wake, kwamba mwende mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo kwa kuwabatiza na kuwafundisha kama Kristo alivyowafundisha. Tuko hapa katika business na agenda ya Mungu na si vinginevyo. Karibuni, na kama uko tayari, uwe local church, uwe pastoreti, uwe kanda, uwe diocese, tukaribishe. Sisi tunashirikiana sasa hivi na huduma ambayo naiongoza, niko pamoja na wenzangu, tunaita ni Tanzania Missions Network. Ndio tunafadhili na kutoa walimu na kutoa hamasa na kupeleka watu katika shamba la Mungu. Tuko tayari, karibu kushirikiana na Tanzania Missions Network. Bwana wabariki sana. Ninaitwa mchungaji Eliasi Isaka Gungutu, ni mwenyekiti wa idara ya uimbaji, kwaya na muziki katika kanisa letu la AICT. Na kitu ambacho ningependa kusema kwa kwaya zetu, tumekuwa na hii huduma ambayo tunaita ni huduma ya kimisheni, tukishirikisha vikundi vyetu vya uimbaji katika makanisa yetu kwa makongamano haya tunayoendelea nayo. Na sasa tunalo kongamano hili la kanda ya Mwanza ili kuweza kuwafikia waimbaji kwa ajili ya kazi hiyo kubwa ambayo ni utume wa Yesu Kristo aliyotutuma sisi. Na sisi tukiwa idara ya uimbaji, kwaya na muziki, kwa kushirikiana na idara ya injili na misheni katika kanisa letu, kwa tunafanya haya mahusiano ya ushirikiano ili kuwa tuweze kufikia lile agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wakati huo sisi kama idara ya uimbaji, kwaya na muziki, tunayo malengo pia ya kiidara. Mojawapo ya lengo la kiidara ni kuhakikisha ya kwamba ule ujumbe wa nyimbo unaoimbwa basi uwe ni ujumbe wa kimaandiko, yani kibibilia. Na katika mpango wetu na katika mwongozo wetu ambao tunaendelea kuuandaa, pia hilo tumelisisitiza sana. Lakini pia tutakuwa na mafunzo kwa ajili ya walimu wa kwaya, mafunzo namna wanavyoweza wakaitafsiri Biblia na namna ambavyo maneno ya Biblia wanaweza wakayaingiza katika nyimbo hizo ambazo wanazitunga, kwa sababu nyimbo zina uwanja mpana sana wa kufika kila mahali, na hasa kwa hali tulio nayo sasa ya utandawazi, kwa kutumia mitandao ya aina mbalimbali, nyimbo zinaweza kuwafikia watu mbalimbali, mahali mbali na mahali karibu, hata walioko ufichoni, kwa sababu ya urahisi wa kuwasiliana katika dunia ya leo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tunahimiza, kwa sababu nyimbo zinaposikika basi ziwe na ule ujumbe wa kibibilia, sio nyimbo tu za maneno ama tu za matukio, lakini ziwe na msingi katika neno la Mungu. Na jambo jingine ambalo tunalihimiza kwa kwaya zetu ni yale maisha ya ushuhuda. Maisha ya ushuhuda kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni mwimbaji katika kwaya zetu, hayo ni maisha ya msingi yanayoonyesha imani yake. Kile anachokiimba katika nyimbo anawafundisha watu wengine. Kwa hiyo inapendeza sana akikiishi katika maisha yake. Anaonekana ya kwamba kile ambacho anakifundisha na yeye pia kinamsaidia katika maisha yake na huduma yake. Hilo ni jambo jingine la msingi ambalo tunaendelea pia kulihimiza. Lakini jambo jingine, sisi waimbaji ni wanamuziki. Sisi ni wanamuziki wa injili ya Yesu Kristo.
hatuko sawasawa na wanamuziki wa kidunia. Pia tunasisitiza juu ya muonekano wetu, mavazi yetu, namna ambavyo labda mitindo yetu ya nywele na kadhalika. Tunapenda yawe ya tofauti na wale waimbaji wengine wa kidunia. Ukiangalia sasa katika runinga mbalimbali, hata zile za Kikristo, unaweza ukaona waimbaji wanaimba, tunaziona sura zao, lakini mwingine alivyovaa inasikitisha, haiko katika maadili ya Ukristo. Au anavyoonekana nywele zake zinakuwa katika mfumo ambao ni wa kidunia zaidi, ambao hauleti sifa na heshima na utukufu wa Mungu. Anaonekana hivyo ili awasilishe ujumbe gani? Kwa sababu pia muonekano wake anavyoonekana unawasilisha ujumbe fulani kwa watu wanaomtazama katika runinga ama katika mitandao ya kijamii ile, wanamuona. Lakini yale maneno anayoyaimba ni maneno ambayo yanazungumza juu ya utukufu wa Mungu, mienendo mizuri, maisha yaliyo matakatifu, lakini muonekano wake unakaa na hivyo. Kwa hiyo tunasisitiza hilo kwa waimbaji wetu, lazima maadili ya muonekano na tabia na mwenendo basi viakisi ile nuru ya neno la Mungu ambalo tunalihubiri kwa watu wengine. Na jambo jingine ambalo ni wito wetu tunaopenda kutoa katika idara yetu ni yale matumizi halisi ya zana za muziki. Kumekuwa na shida kubwa katika kanisa na katika makundi yetu ya kwaya. Tumepoteza wanamuziki wanaoweza wakaucheza muziki halisi, muziki mbashara, sio ule unaokuwa programmed drum umetengenezwa katika keyboard ama vinanda vyetu. Kwa hiyo ni kubonyeza tu, muziki unaanza na waimbaji tunaingia kuimba. Tunapenda kusisitiza ya kwamba tuendelee kufundisha wanamuziki, tucheze vinanda vyetu hivyo mbashara, tucheze magitaa yetu hayo mbashara, sio kwa kuigiza, ili hata ule moyo wa muimbaji unahisi na kukiona kila ambacho kinatendeka katika hali ya nini, katika hali ya uhalisia. Siku hizi tumekuwa na mapungufu sana ya wanamuziki katika makundi yetu ya kwaya. Nakumbuka mimi wakati ninaanza mambo ya muziki katika kanisa miaka 1970 huko katikati huko, katika kwaya moja tu, hata ile ya kijijini, tulikuwa na pea 2 hadi 3 za wapiga muziki. Kwa hiyo tulikuwa tukibadilishana kulingana na nyimbo. Sasa unakuta katika kwaya hakuna hata mmoja anayecheza muziki mbashara, ni wachache hao. Kwa hiyo hilo pia ni wito wetu kwa wanakwaya, turejee mahali tulipokuwa, maana sisi ndio tumekuwa kitovu cha kupata wanamuziki wengi katika makanisa. Hata sasa makanisa mengine wanaopiga muziki live wamefundishwa kutoka wanamuziki wa AIC. Hata walimu wetu pia wanafundisha katika makanisa mengi. Kwa hiyo tunapenda hilo pia tulisisitize tukiwa idara kwa mambo hayo yanayoendelea. Nadhani kwa ufupi ningeweza kusema mambo kama hayo, na ninahimiza tu sisi kama waimbaji, sisi kama wanakwaya, lakini pia viongozi wetu makanisani. Tunao wazee wa makanisa, wahudumu wa makanisa, wainjilisti wetu pamoja na wachungaji wetu, kwamba hii nafasi ambayo imetolewa na kanisa kupitia idara ya injili na misheni, basi tuichukulie muhimu, kwa sababu kumbe tuna nafasi kubwa sana sisi waimbaji kuwafikia wale ambao hawajasikia habari ya Yesu Kristo, na nguvu yetu ni kubwa. Kwa hiyo kwa kushirikiana na makundi yetu ya kwaya, ni wasihi wachungaji tukae karibu na makundi haya, tushirikishe Wakristo katika makanisa yetu, ili waone ya kwamba kazi ya umisheni inawahusu. Kwa makundi ambao wameshaanza huduma hizo, tunashukuru sana, kwa sababu tunapopata shuhuda hizo kutoka kwa waimbaji, tunaona muunganiko wa wachungaji, wainjilisti na wazee wa kanisa pamoja na viongozi wengine wa idara katika makanisa na Wakristo wote, jinsi ambavyo wanakuwa tayari kujitoa kwa ajili ya kuombea kazi ya kimisheni, kwa ajili ya kutoa mali zao na fedha zao, kwa ajili ya kuwapeleka
makundi ya waimbaji kwenda katika huduma hizo, na wengine pia wanajitoa wao wenyewe kuambatana na wao, wanafika kwenye maeneo husika. Kwa hiyo ni maombi yetu kupitia idara ya uimbaji, kwaya na muziki kwamba basi tuendelee kuwa na mahusiano, tuwatie moyo, tuwasaidie, lakini wakati mwingine tupate nafasi ya kufika kule ambako wamepanda yale makanisa, ili tuone ule uhalisia ambao uko kule, na kazi ya Bwana itaendelea kuinuliwa na Bwana atatukuzwa kupitia vikundi vyetu vya uimbaji. Bwana wabariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza.